Mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, ametangaza mpango wa kutathmini upya uwepo wa jeshi hilo katika bara la Afrika, huku mataifa mengi yakianza kupima upya ushirikiano wao wa kiulinzi na nchi za Magharibi na kuelekeza ushirikiano wao kwa nchi zingine zisizokuwa za kibeberu. Hata hivyo, kutokana na hali hii, Marekani inatafakari kuondoa majeshi yake katika mataifa mbalimbali barani Afrika. Hatua hii inakuja miezi michache baada ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, kulazimika kuondoa majeshi yake kutoka nchi kadhaa za eneo la Sahel barani Afrika. Kamanda wa AFRICOM, Jenerali Michael Langley, amewaambia waandishi wa habari katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kwamba tayari ameshafanya mazungumzo na mawaziri wa ulinzi pamoja na baadhi ya wakuu wa nchi barani Afrika kuhusu suala hilo. Langley yuko nchini Kenya kushiriki kongamano la makamanda wa majeshi ya Afrika ambalo limeanza siku ya jana. Amesema, nimezungumza na mawaziri wa ulinzi kadhaa na marais wachache na kuwaeleza kuwa tutafanya tathmini. Hatua hii inajiri sambamba na taarifa zilizochapishwa katika vyombo mbalimbali vya habari vya nchini Marekani zikidai kuwa serikali ya Rais Donald Trump inatafakari kuunganisha AFRICOM na kamandi ya kijeshi ya Ulaya ya Marekani, EUCOM, yenye makao yake Stuttgart, Ujerumani, kwa lengo la kuongeza ufanisi wa kiutendaji. AFRICOM ilianzishwa mwaka 2008 ambapo lengo kuu lililotajwa lilikuwa ni kuratibu juhudi za kijeshi za Marekani katika bara hilo na kujibu changamoto zinazoongezeka za kiusalama. Hata hivyo, tangu kuanzishwa kwa AFRICOM, si tu kwa ugaidi lakini bado haujapungua, licha kwamba mpango ulikuwa ni kupambana na ugaidi katika maeneo mbalimbali katika bara la Afrika. Hata hivyo, umekuwa ukiongezeka barani humo na hivyo kutilia shaka lengo hasa la jeshi la Marekani katika bara hilo. Marekani awali ilisisitiza nia yake ya kuendeleza uwepo wa kijeshi katika ukanda wa Afrika licha ya kushinikiza kuondoa wanajeshi wake kutoka maeneo muhimu, hasa mataifa ya Sahel kama Niger na Chad. Hata hivyo, kumekuwa na malalamiko kwamba AFRICOM ni kama vile haifanyi kazi yoyote katika bara la Afrika, huku baadhi ya wachambuzi wakiangazia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiangazia maeneo kama vile Somalia, Sudan, lakini pia na ukanda wa Sahel. Ni jeshi la Marekani limeshindwa kufanya kazi yake ipasavyo, huku wengine wakisema huenda jeshi hilo limekuwa likitumiwa kwa ajili ya kusambaza silaha kwa makundi ya kigaidi katika bara la Afrika. Mwezi Septemba mwaka uliopita, Pentagon ilikamilisha kuondoa vifaa na takribani wanajeshi 1000 kutoka katika kituo chake cha kijeshi chenye thamani ya dola milioni 100 kilichopo Niger, kufuatia amri kutoka kwa serikali ya kijeshi ya nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi iliyosema kuwa kikosi hicho cha Marekani kilishindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya kigaidi huko Sahel. Wizara ya Ulinzi ya Marekani pia iliondoa takribani wafanyakazi 70 kutoka kituo cha anga karibu na mji mkuu wa Chad, Jamena, baada ya kutakiwa kufanya hivyo na serikali ya Chad. Ufaransa pia imelazimika kuondoa majeshi yake na kusitisha ushirikiano wa kijeshi na Burkina Faso, Niger na Mali, huku tawala mpya katika mataifa hayo zikigeukia ushirikiano mbadala, hasa kuimarisha uhusiano wa kijeshi na Russia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.